Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tuna wananchi, of course mpaka sasa hivi tumeshapata wananchi 50, tumewapeleka mahakamani kwenye Baraza la Ardhi la Songea, na zoezi hilo linaendelea katika maeneo yote ya mkoa wetu wa Ruvuma, na mpaka sasa wananchi takriban 1600 tumeshatumia zile notes za kuwataka waweze kulipa kodi ya pango la ardhi, na watakaposhindwa kutimiza matakwa hayo ndani ya siku 14 zijazo, basi wananchi hao tunaweza tukawapeleka tena mahakamani za kuweza kulipa kodi ya pango la ardhi bila shida yoyote. Mwananchi ambaye tumemmilikisha na ameshindwa kutimiza matakwa yaliyopo kwenye ile hati miliki, kuna adhabu kuu mbili ambazo anaweza akachukuliwa. Ya kwanza, tunaweza tukampeleka mahakamani kama tunavyofanya kwa yule ambaye ameshindwa kulipa kodi ya ardhi. La kwanza tunampeleka mahakamani, na mahakamani akishindwa kulipa ndani ya muda aliopewa au kwa namna itakavyoonekana mahakama itakavyoamua, basi tunaweza tukauza kiwanja chake au nyumba yake kwa lengo la kufidia ile mali, kufidia lile deni la serikali ya kodi ya pango la ardhi. Lakini ya pili ni kwamba tunaweza tukafuta ule umiliki wake. Tunaweza tukafuta ule umiliki wake, tutampa notice ya siku 14 na baadaye tutampa notice nyingine ya siku 90. Akishindwa kutimiza, basi tutamwomba Mheshimiwa Rais aweze kufuta ule umiliki wake, kwa maana yeye ameshindwa kutimiza yale masharti ambayo tumekubaliana kati ya serikali na mwananchi. Mimi naomba nishauri serikali yangu hii elimu ya ulipaji wa kodi ya ardhi naomba iendelee kutolewa sana. Maana ukichukulia robo tatu ya Watanzania wanajua ardhi ni sadaka. Kujua ardhi inalipiwa ni watu wachache sana wenye utambuzi wa jambo hilo. Mimi nitaka nishauri kabla kufikia hatua kumpeleka mtu mahakamani, kwanza jamii ipate elimu ya ardhi. Jamii iliyo kubwa haielewi ardhi kama inalipiwa. Tusijisaulishe, tusijione kwamba tunaishi pasipo sheria. Sheria inasema kuto kujua sheria sio ndo uwe mmoja wa watu wanaovunja sheria. Sheria inataka ulipe kila mwaka, ulipie kodi yako, uwe huru, uishi kwa amani. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwa wananchi wenzangu, walipe kodi stahiki za viwanja vyao, za majengo yao, za kila maeneo yanayostahili kulipa, walipe kwa serikali, ili usumbufu kama huo kuletwa mahakamani usiwepo. Leo umejenga nyumba milioni 30, milioni 40, umeshindwa kulipa kodi ya kwa mwaka labda shilingi 7,000, 8,000. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.